Thank you very much. Praise the living God. It's a wonderful evening. We thank the Almighty God because of His grace. My friend from United States of America, my friend from Ubelgiji, from Switzerland, from Germany, from South Africa, and also in my beloved country, and all of you. I greet you in the mighty name of Jesus. Praise the living God. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyote ni kwa ajili ya mafundisho ya siku ya leo. Mafundisho ya siku ya leo. Maana kuna mambo ambayo Mungu anataka aanze kuachilia katika maisha ya wewe mpendwa. Ningependa tuweze kufungua ibada yetu kwa maombi, nayo itakuwa ni baraka zaidi. Baba, nakushukuru, nasema ni asante kwa ajili ya mafundisho ya jioni ya leo. Neema yako na nguvu zako itutangulie. Kwa Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Wa Kenya popote mlipo, wa Tanzania, wa Rwanda, kutoka Malawi, karibuni sana. Leo hii ni ruhusu ya kwamba nifundishe kuhusu jinsi mitume wa Yesu walivyouawa, kifo cha mashahidi waliosimama ni kwa ajili ya huyu Yesu. Jinsi walivyosimama ni kwa ajili ya kutetea jina la Mungu. Maana hawakuogopa. Walikuwa ni watu ambao wanaitwa messenger. Walikuwa ni mawakili wa Mungu, kumwakilisha Mungu hapa duniani na kunena habari za ufalme wa mbinguni. Mitume hawa walipitia mengi katika huduma. Haleluya. Kwa hivyo wengi wa mitume 12 wa Yesu walikufa kwa ajili ya Injili. Walikufa ni kwa ajili ya Injili. Ni kwa ajili ya Injili. Because of the word. Walikufa ni kwa sababu ya Injili. Amen. Biblia haiandiki vifo vyao vyote, lakini historia ya kanisa ya awali inazungumzia historia ya kanisa ya awali. Mapokeo ya Wakristo wa kwanza yametupa picha hii. Hapa ni mafundisho 3 muhimu. Jinsi kila mtume alivyokufa. Mafundisho 3 kutoka vifo vyao. Uaminifu hadi mwisho. Mitume hawa walikuwa waaminifu hadi mwisho. Waaminifu. Maana ni kiapo waliokula, ni kiapo walioweka ya kwamba watamtegemea Mungu. Watalihubiri neno la Mungu kwa hali na mali. Hakuna mtume aliyekana Yesu baada ya Pentecost. Baada ya Roho Mungu kushuka, the day of Pentecost. Hakuna mtume hata mmoja aliyemkana Yesu. Hakuna.
Walijua watakuja, walijua ya kwamba watakufa, lakini wakachagua kweli kuliko maisha. Walichagua kweli. Mitume wa kitambo walichagua kweli kuliko maisha. Ni vyema mpendwa, wakati unavyoishi katika dunia hii, chagua kweli. Usipende tu uongo. Mwingine akaniambia danganya kidogo. Ni vyema kusema kweli. Ni vyema kusema kweli. Maana unavyosimama katika kweli, mbingu utaiona. Utafananishwa na wale mitume wa zamani walivyosimama katika kweli. Jambo lingine ni ya kwamba Zaburi 118:13 ulivyosema Bwana akanishikilia, ndio iliwatokea. Ya kwamba walinisukuma ili ya kwamba nianguke, lakini Bwana akanishikilia. Kuna hali ya kusukumwa. Wanaweza sukuma moyo, mwili, lakini moyo ukabaki na nguvu. Wanaweza kusukuma wakakutandika, lakini moyo wako umesimama imara. Ni kwa ajili ya huyu Mungu. Bei ya kueneza injili. Yesu aliwaambia Yohana 15:20, mtumishi si mkubwa kuliko bwana wake. Kama Yesu alisulubiwa, mitume nao wateswa. Injili haikuwa burudani, ilikuwa vita. Injili haikuwa burudani. Ati shakara saita. Haikuwa burudani. Imekuwa ni vita. Kwa sababu wakati unavyomtaja Yesu, wengi hawapendi. Hata mpaka leo kuna nchi ukitaja tu Yesu tu hivi wanachinjwa. Ukitaja jina la Yesu hawataki. Ukisema Yesu anaokoa hawataki. Ukisema Yesu anainua hawataki. Kuna nchi hawataki. Bado leo hii watu wa Mungu wanauawa ni kwa sababu ya neno la Mungu. Ni kusimama katika pengo. Kifo sio mwisho. Nataka ujue kuanzia leo, kifo sio mwisho. Wote walikufa wakiamini ufufuo. Walikufa wakijua kwamba kuna ufufuo. Kwa hivyo unaweza kufa, lakini iko siku utafufuliwa. Utaondolewa katika hiyo shida. Maana kuna Mungu. Kuna Mungu juu mbinguni. Kuna Mungu. Wakati unamtegemea anakuinua, anakuondoa kwa hiyo shida. Hallelujah. Praise the living God. Jambo lingine mpendwa mtazamaji, nazungumzia kuhusu Paulo. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. Anasema hivi. Anasema, nimekimbia mbio njema, nimewekewa taji ya haki. Kifo kilikuwa kirudi nyumbani. Yaani wakati tunavyokufa tunarudi nyumbani. Tunarudi nyumbani. Wakati mtu anavyokufa anarudi nyumbani kwa Baba. Anamrudia muumbaji. Muumbaji aliyetuumba. Tunamrudia yeye. Maana ndio kila kitu. Tunamrudia yeye. Kwa hivyo hata leo ukikufa usiwe na wasiwasi. Ukikufa ukiwa ndani ya Yesu Kristo unarudia muumbaji. Hallelujah. Jinsi kila mitume walivyokufa
na mapokeo. Petro alisuluhisha chini kulingana na ombi lake, kichwa lilikuwa chini na akasulubishwa. Huyo ni Petero. Alisema sistahili kufa kama Bwana wangu. Msiniweke hivi. Niweke kichwa chini miguu juu. Akasulubishwa. Unyenyekevu hata mbele ya mauti. Naangalia kwamba alikuwa mnyenyekevu hata mbele ya mauti. Wewe nikate tu. Wewe ni uwe tu. Alikuwa mnyenyekevu kama kondoo. Wakati una kondoo inapelekwa kwa kichinjioni, inaweka kichwa tu hivyo. Wewe kata tu. Kondoo ina maneno, imetulia. Kwa hivyo unavyokuwa mnyenyekevu hadi mwisho, kuna uzima uko mbele. Jambo lingine, nataka tuangalie kuhusu mtu ambaye anaitwa Andrea. Andrea alisulubishwa kwenye msalaba wa X. Hadi mtu amekata hivi. Alisulubishwa hivyo. Kuvumilia mateso kwa furaha. Alivumilia. Alivumilia. Lakini uchungu, lakini alivumilia. Yakobo mwana wa Zebedayo alikatwa kichwa na mfalme Herode. Kichwa ilienda, alikatwa kichwa. Huyo ni Yakobo mwana wa Zebedayo, alikatwa kichwa na mfalme Herode. Kitendo hicho kilifanyika pale panaitwa Yerusalemu. Ilifanyika kule Yerusalemu. Hiyo kusoma Matthew 12:2. Mtume wa kwanza kufia imani. Alikufa kwa sababu ya imani tu. Alikufia imani. Yohana alitupa kwenye mafuta ya moto lakini hakufa. Yohana huyu alitupwa kwa mafuta ya moto. Alitupwa. Lakini maandiko yanasema kwamba ati hakukufa. Alifungwa Patmo. Kuna shimo inaitwa Patmo, the pit of Patmo. Alifungwa hapo. Patmo. Kitendo ilifanyika pale Efeso. Mungu huokoa kwa madhumuni yake. Tunaangalia kuhusu Filipo. Alisulubiwa kichwa chini Uturuki. Alifanyika kule Uturuki. Huyu nani? Filipo. Alisulubiwa. Yaani yeye miguu ilikuwa juu na mikono chini. Kichwa chini, miguu juu, akasulubiwa. Pale kitendo ilifanyika pale Uturuki. Hajali utukufu wa dunia. Yeye hataki mambo ya hajali utukufu wa dunia. Yeye anaangalia tu mbingu. Yeye anaangalia mbingu. Hajali mambo ya utukufu wa dunia. Bartholomayo na Daniel alibwekwa ngozi akiwa hai. Yaani ngozi yake ilitolewa. Yaani imagine hii ngozi yako hii inatolewa ukiwa tu hai. Inatolewa ukiwa hai ngozi yako. Huyo ni Bartholomayo. Alitolewa ngozi akiwa hai. Kisha akakatwa kichwa, kichwa ikaruka huko. Kichwa ikaenda. Nasikia tu uchungu kwa sababu nikisikia habari hii ya mitume nasikia tu uchungu. Mungu atusaidie sana. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Wapendwa, tutubu. Tufuate Mungu. Tumepewa neema. Sijui kama ingekuwako saa hii ingekuaje. Jina yangu naitwa Apostle, napita hapo chini. Hey. Mungu Baba tusaidie.
Ni uchungu. Kichwa kap, ngozi inatolewa. Hiyo kitendo kilifanyika pale Armenia pale India. Alitolewa ngozi na akatupa. Ilifanyika pale Armenia pale India. Uaminifu hadi mwisho. Naangalia kuhusu uaminifu hadi mwisho. Alikuwa mwaminifu. Kuna mtu ambaye anaitwa Thomas. Alichomwa mkuki hadi kufa. Kitendo kilifanyika pale India. Alichomwa mkuki. Mkuki ulirushwa tu, kap, ikachoma yeye hadi kufa kwake. Yule aliyeshuku akawa shahidi jasiri. Yaani walimshuku lakini alikuwa jasiri, shahidi jasiri. Mathayo alikatwa kichwa na upanga. Nikiangalia mitume walikatwa. Ndiposa kuna mmoja nikaona kipindi fulani anasema deny Jesus or die. Kuna watu walideny. Kuna mwingine akasema I will not deny. Unapata kwamba Mungu pia utetea watu wake. Kuna watu unaweza kuwa katika maisha umeamini Mungu, lakini nafika wakati unaona mali ya dunia inaanza kukupeleka inakupiga chenga. Kwa hivyo mpendwa, mtumainie Mungu na uishike njia zake. Naangalia mtu mmoja ambaye anaitwa Yakobo. Mathayo alikatwa kichwa na upanga. Kitendo kilifanyika pale Ethiopia. Mtoza ushuru akawa mchinjwa. Alikuwa ni mtoza ushuru. Zakayo. Jambo lingine ni kwamba Yakobo mwana wa Alfayo alitupwa kutoka hekaluni kisha akapigwa mawe. Kitendo kilifanyika pale Yerusalemu. Usimama kwa kweli. Mpendwa, simama kwa kweli. Utapigwa mawe lakini simama kwa kweli. Simama kwa kweli. Naangalia mtu mmoja ambaye anaitwa Yuda alikatwa kichwa na msumeno. Yaani msumeno, imagine msumeno ile ya kukata nini? Ya kukata chuma hiyo. Hadi unaweka pale pale shi. Yaani inakata kichwa tu. Kichwa kaanguka huko. Alikatwa kichwa. Mbona hujasema shingo? Alikatwa kichwa. Angesema shingo lakini ni kama walikata kichwa. Waliweka kichwa tu ya msumeno kwa kichwa ikatawisha ubongo na huko na huko. Mungu tusaidie. Jambo lingine. Matia. Nimefika wapi? Yuda alikatwa kichwa na msumeno. Kitendo kilifanyika pale Uajemi, nafasi iliyopendwa na Yesu. Alipendwa na Yesu, the beloved disciple of Jesus. Matia alichaguliwa badala ya Yuda. Alipigwa mawe kisha akakatwa kichwa. Kitendo kilifanyika pale Yerusalemu. Mungu anajaza nafasi zilizo wazi. Hata kama unakufa wewe unaondolewa, Mungu anajaza nafasi hiyo, watu wahubiri neno. Neno lazima litaendelea tu. Ukubali ukatae, neno linaendelea mbele, nasonga mbele. Naangalia kuhusu Mtume Paulo. Alikatwa kichwa na Nero raia wa Roma. Mtume wa mataifa akafa kama mwanasheria. Mtume. Swali kwetu leo. Maswali yapi tunataka tujiulize? Hawakuuawa kwa sababu walikuwa na nguvu, bali kwa sababu walikuwa na Yesu.
Waliuawa kwa sababu walikuwa na Yesu. Niposa hata huko mahali ambapo maybe tuko saizi, unapata kwamba ukisema Yesu, unapata mtu anasema kwamba mnatupigia kelele, hataki hiyo mambo ya Yesu yenu hiyo, hatumtaki. Ni kwa sababu tumesimama na Yesu. Na yeyote anayehitaji jina la Yesu lazima apigwe vita. Lazima apigwe vita. Apigwe vita. Stefano, Matendo ya Mitume, kuhusu Stefano, Matendo ya Mitume 7:60 inasema hivi: kabla kupigwa mawe alisema, Bwana, usiwawekee dhambi hii. Usiwawekee dhambi hii. Usiwawekee. Aliambia Mungu. Kwa hivyo kuna mambo mengine lazima tuambie Mungu asituwekee dhambi hiyo, dhambi ya watu wengine. Yaani kama mtu amekupiga, mwambie Mungu msamehe, maana ajue tendalo. Mwambie tu Mungu. Usiogope, mwambie tu Mungu. Usiogope, mwambie tu Mungu. Jambo lingine ya kwamba kupigwa mawe mafundisho kwetu ni nini? Kama unasukumwa kama Zaburi 118. Ila Biblia inasema Zaburi 118:13. Kumbuka mitume walivyoshikiliwa. Utashikiliwa na Bwana mpendwa. Simama na Mungu. Simama na Mungu, usiogope. Utashikiliwa na Bwana. Na Bwana hata kifo hakikuwaweza. Kifo chao kilikuwa mbegu ya kanisa. Damu ya mashahidi mbegu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji, unaweza kuwa na maswali na ungependa kufuatilia kipindi hii katika kipindi kijacho, part 2. Kwa hivyo unaweza subscribe na unaweza share ujumbe huu kwa watu 10 na Mungu wa mbinguni atakubariki. Maana ni neema ya wokovu, neema ya kinabii, kwamba Yesu anaokoa na Yesu Kristo anainua. Kwa hiyo unavyofanya hivyo unasababisha kwamba kazi ya Mungu kusonga mbele. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni akubariki sana, na yule ambaye angependa ya kwamba akafike mahali hapa katika nyumba ya Mungu, ama angependa afanye ibada ya kuhusu kusapoti kipindi hii, unaweza tumia nambari ya simu ambayo inapita pale kwa simu yako hapo chini. Nambari hiyo ni ya +2 54 7 46 97 +254 746 97 55 80. Kwa hivyo unaweza tumia nambari hiyo, simu hiyo, ama unaweza tumia nambari hiyo kwa WhatsApp, ama unaweza nipigia kupitia nambari hiyo. Na pia utanipata pale pia TikTok live. Jina najiita Prophet of Fire. Na itakuwa ni baraka zaidi. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni akubariki sana mpendwa mtazamaji. Mnaonitazama mkiwa katika mataifa ya nje, mnaonitazama mkiwa Saudi Arabia, mnaonitazama mkiwa popote mlipo hapo nyumbani. Ningependa kusema kwamba Mungu wa mbinguni awabariki na Mungu awatende mema. Shalom, shalom. God bless you all until next time in Jesus' name.